Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa, mchambuzi wa kimataifa. Tumeongea sana kwenye vipindi mbalimbali na tumeona komenti zenu, na kimsingi ni kwamba tumefurahia sana kuangalia kwamba tumeona maoni, mawazo kwamba mmekuwa mkifurahia uchambuzi. Sasa hapa hata tufanye kama overview ya wiki nzima kwa kile ambacho tunakwenda kuletea katika uchambuzi wa habari za kimataifa, lakini hususan katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni kwamba kinachoendelea sasa Mashariki ya Kati ni kwamba Trump amezungumza kwamba hayupo tayari kuweza kutumia nguvu za kijeshi katika nchi ya Iran, katika utawala wa Ayatollah Khamenei, lakini vile mapendekezo ya Marekani kwa Iran, mapendekezo yale manne, kuna kwamba Iran hawezi kusitisha utumishaji wa madini ya nyuklia, mpango wa nyuklia, lakini cha pili ni kwamba Iran aache kuyasapoti makundi ya itikadi kali kuanzia Hezbollah, Houthi, Hatibu Hezbollah na Fan Yunus kutazama, lakini zaidi sana Iran ameambiwa kwamba aache kuendeleza mpango wake wa kuzalisha drone na intercontinental ballistic missile. Sasa ni kwamba katika haya mapendekezo manne ambayo yametolewa na Marekani ni kwamba Irani ameyakataa yote, amekubali moja tu kwamba yupo tayari kuweza kukaa kwenye meza mazungumzo, kuweza kuzungumza na utawala wa Marekani. Na kimsingi ni kwamba kwenye historia unafahamu kwamba sio mara ya kwanza Irani na Marekani kuzungumza mpango wa nyuklia. Mwaka jana kama unakumbuka ni kwamba Trump aliweza kuamuru kuweza kwenda kuharibu mpango wa nyuklia ambao kuna maeneo matatu: Fordo, Tehran na Isfahan. Lakini vile vile unafahamu kwamba mwaka 2015 alikuwa rais wa Marekani Barack Obama aliongoza ujumbe dhidi ya utawala wa Iran, na tukashuhudia vile vile Irani ikaweza kuondolewa vikwazo vya kimataifa, kuna kwamba sanction. Lakini zaidi sana baada ya kuingia Trump mwaka 2016 akaenda kujitoa katika mkataba wa atomic na kuweza kupelekea kurudisha vikwazo katika nchi ya Iran. Sasa kutazama ni kwamba sasa hivi nachokwambia, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, ameelekea Uturuki kuweza kuzungumza hali ya Mashariki ya Kati. Lakini zaidi sana kutazama ni kwamba kumekuwa kuna mazungumzo kati ya Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, lakini vile vile na mwanamfalme wa Saudia anaojulikana kama MBS. Kumekuwa kizungumzo. Nafahamu kwamba Iran aliweza kutishia kuweza kupiga maslahi ya Marekani katika eneo Mashariki ya Kati. Marekani ana kambi kubwa ya kijeshi katika nchi ya Qatar, lakini ana kambi Saudia, ana kambi Afghanistan, ana kambi Bahrain, ana kambi Israel na maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Jumla Marekani ana kambi duniani za kijeshi 700, tunasema military base, na eneo kubwa lipo katika eneo Mashariki ya Kati. Sasa ukitazama kumekuwa kuna kitu kinaitwa proxy. Proxy tunasema ni makundi au mataifa yanapambana kuweza kulinda maslahi ya mataifa mengine. Hapa namaanisha ni kwamba kwa mtazamo wa Marekani na Israeli, Israeli amekuwa akitumia makundi ya proxy, namaanisha Hezbollah kutoka kule Lebanoni, namaanisha Hamas Palestina eneo la Gaza, namaanisha Houthi kule Yemen, lakini sasa namaanisha Hatibu Hezbollah. Kwa hiyo ili uweze kuifikia Iran unatakiwa kwanza uanze kupambana na proxy. Na leo vile vile Umoja wa Ulaya umeweza kuitaja jeshi la IRGC, jeshi la mapinduzi la Iran, kama ni mojawapo ya kikundi cha kigaidi cha kimataifa. Kwa hiyo hapa ni kwamba IRGC, kikundi au jeshi ambalo lilianzishwa mwaka 1979 na Ruhollah Ayatollah Khomeini, limetajwa kama ni mojawapo la kikundi cha kigaidi. Na unafahamu kwamba ili jeshi kazi yake ni kulinda utawala wa Iran, kuweza kupokea amri moja kwa moja kwa Iran, kuna kwamba supreme leader Ayatollah Khamenei, lakini zaidi sana kuweza kulinda nchi na kuweza kulinda utawala. Kwa ameweza kuidhinisha kama ni mojawapo ya kikundi cha kigaidi. Hofu kubwa duniani ni mzozo wa Mashariki ya Kati unaweza kupelekea tension kubwa sana ya mchafuko katika Mashariki ya Kati. Baada ya Urusi, China na South Africa kuweza kufanya mazoezi katika rasi ya Tumaini Jema, Cape of Good Hope, tumeshuhudia vile vile China na Urusi wameelekea katika pwani ya Oman na bahari ya Hindi kwenda kufanya mazoezi dhidi ya Iran. Hii inatajwa kwamba ni muendelezo wa mabadiliko ya kivita katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini ukitazama kwa Israeli, anatamani Iran iweze kuanguka kwa sababu Israeli unafahamu ameshaweza kuziadabisha nchi zote Mashariki ya Kati. Ameshaweza kuivunja nguvu Hezbollah kule Lebanoni, unafahamu katibu mkuu Hassan Nasrallah aliweza kufariki mwaka 2024, ameweza kuivunja nguvu Hamas. Leo tunazungumza wakina Mohamed Defu, Yahya Sinwar, Ismail Haniya, wote walifariki kwenye vita ya Oktoba 7 mwaka 2023, lakini zaidi sana
ameweza kuivunja nguvu serikali ya Bashir al-Assad ambayo imekuwa ikiungwa mkono na Urusi. Kwa kutazama ni kwamba Iran ndio imekuwa peke yake, hataki kupiga magoti katika eneo Mashariki ya Kati. Kwa hiyo vita ni kwamba ni mpango wa Iran kuhakikisha kwamba wanaendeleza harakati tunasema za balance of power, yani kuwa na uwanda wa kimamlaka, balance of power. Vile vile Iran, Israel na mpango wake wanasema kwamba make Israel great again, kwa kwamba kuweza kupanua mipaka ya kimataifa.